Leo katika kipindi chetu cha kuwa na furaha, tutaanza na salamu kwa watu wote ambao wanasikiana kuzungumza lugha ya Kiswahili. Katika sehemu zote za ulimwenguni tunawasalimu nyinyi wote. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tunawapongeza wale wote ambao wako na matatizo na magumu aina tofauti mbalimbali. Sana sana wanaoendelea kukumbwa na matatizo ya vita labda, na wengine kwa ajili ya matatizo ya ukabila au matatizo ya rangi, na wengine kuendelea kunyanyaswa katika aina tofauti. Leo katika kipindi chetu tutaanza na hadithi maalum ya Yesu ambao alikuwa akizungumza kuhusu Msamaria mwema. Inaanza hivi: tazama, mtu fulani mwenye ujuzi wa sheria akasimama ili amjaribu, akamuuliza, "Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?" Yesu akamuuliza, "Ni mambo gani yameandikwa katika sheria? Wewe unasomaje?" Akajibu, "Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote, na umupende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." Akamwambia, "Umejibu vizuri. Endelea kufanya hivyo nawe utapata uzima." Lakini akitaka kujionyesha kuwa mwadilifu, mtu huyo akamuuliza Yesu, "Kwa kweli jirani yangu ni nani?" Yesu akamjibu, "Mtu fulani alikuwa akishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akavamiwa na wezi. Wakamvua nguo, wakampiga, kisha wakamwacha akiwa karibu kufa. Ikatukia kwamba kuhani fulani alikuwa akishuka katika barabara hiyo, lakini alipomwona yule mtu akapita upande mwingine wa barabara. Vivyo hivyo, Mlawi alipofika mahali hapo na kumwona, akapita upande mwingine wa barabara. Lakini Msamaria fulani aliyekuwa akisafiri kwenye barabara hiyo, alipomwona akamsikitikia. Basi akamkaribia, akayamwagia majeraha yake mafuta na divai, kisha akayafunga. Akampandisha kwenye punda wake, akampeleka kwenye nyumba ya wageni na kumtunza. Siku iliyofuata akamlipa msimamizi wa nyumba hiyo dinari 2. Akamwambia, "Mtunze, nami nitakulipa gharama zozote za ziada nitakaporudi." Kati ya watu hao watatu, unafikiri ni nani aliyekuwa jirani ya mtu aliyevamiwa na wezi? Akajibu, "Ni yule aliyemtendea kwa rehema." Ndipo Yesu akamwambia, "Nenda ukafanye hivyo." So, hadithi hii inatufunza mambo makubwa sana. Kwa sababu ukitizama vile ambavyo dunia ilivyo leo, watu wanaendelea kunyanyasa wenzio, sana sana katika
nchi ambayo ziko katika vita kama DRC, Congo, Sudan, Ukraine na sehemu zingine tofauti za ulimwengu, unakuta ni kwamba watu wengi hawataki kutendeana wema, huku wakishutumiana ukabila, rangi au jinsia. So hili ni tendo ambalo linaendelea kuumiza dunia na limesababisha maafa mengi na matatizo ya aina tofauti. Lakini Yesu hapa alimjibia huyu mtu, kwa sababu wakati huo Wasamaria pamoja na hao wengine ambao walikuwa majirani wao Wayahudi walikuwa kabisa hawaelewana, wasikilizani. Lakini alionyesha kwamba ni vema kumtendea jirani yako wema, na pia hata ikiwa kama jirani yako amekuumiza ama amekutendea isivyo, wewe endelea kumwonyesha wema, kwa sababu zawadi ni kutoka kwa Mungu. Na isitoshe, ukifanya wema bila shaka utapokea wema, ila ukitenda vibaya na vile vile utavuna mabaya. So katika ulimwengu wa leo umeshaingia katika machafuko mengi ambayo si mazuri, huku watu wakiendelea kutendeana isivyo, tena kwa ukatili kijinsia, wanaume kuwanyanyasa wanawake, wanawake kuwanyanyasa wanaume pia, kama ulimwengu unavyoendelea leo. Kabila kukatana na kabila lingine, watu wa rangi tofauti kukatana na rangi zingine, hawataki kuchangamana. So hili limeumiza ulimwengu muda mrefu, lakini Yesu hapa alionyesha kwamba ni vizuri kuendelea kujilinda, kutokuwa mtu wa ubaguzi wa rangi, ukabila au kijinsia, kutendea watu ambao mko jinsia moja vitu vibaya. So tendea watu wote wema, penda watu wote. Hili litakusaidia kukuwa na furaha duniani na kuendelea kuwa na amani. Kwa sababu ukitizama nchi ambazo ziko na amani leo, hazina vita, wao ni haya mambo matatu tu ambao waliendelea kuyatatua na kuyakaza mkazo, ili kwamba mwananchi yote anayeishi katika hiyo nchi akitafuta kuleta mambo ya ubaguzi, kunyanyasa wanawake au wanawake kunyanyasa waume zao, pamoja na rangi, so ubaguzi wa rangi na ukabila pia, huwa wanatozwa faini kubwa na hata kufungwa, au mtu lazima anaingia kifungoni. Tofauti na nchi zingine, wanaachilia hayo mambo yao yaendelee kuwepo, huku kabila likitetea kabila lingine, kupigana, kuuawa na kutendeana mambo ambayo sio mazuri. Na nchi zingine pia, wanawake hawana sauti ya kuzungumza, ni wanaume pekee ndio wanapaswa kuongea. Na sehemu zingine, rangi, ukiwa labda uwe ni mtu wa rangi fulani, hiyo sehemu hiyo rangi haipo, inakuwa ni tatizo kupaishi na kuendelea kuwa na furaha na amani. Lakini wametuonyesha kwamba wewe, ikiwa kama uko hizo sehemu, labda katika hilo kabila ambalo
lina zile tabia za kunyanyasa kabila nyingine, we kabisa jitofautisha na hilo kabila lako, kwa sababu hilo kabila lako haliko linafanya mambo mazuri kama Yesu Kristo alivyoonyesha. Kabisa we kataa, hata kama ni kabila lako liko kama ni kabila linanyanyasa kabila lingine, we kataa kabisa. Uwe mtu ambaye unampenda Mungu na unapenda watu wote duniani. So, hapa tulisoma mambo makubwa ambayo ukiyatekeleza faida yake ni kukupatia wewe furaha na amani ya kweli. Hata kama watu wengine watakupinga kwamba we labda hauwaungi mkono kufanya hiyo mambo, lakini katika rohoni mwako na Mungu wako aliyekuumba na kuleta katika hii dunia hii ukuwe na raha na furaha, utaipata bila shaka na utakuwa vizuri bila matatizo katika dunia hii. Shukran. Nashukuru sana. So, tuendelee katika vipindi vifuatavyo vya kuendelea kutafuta furaha na amani ya kweli. Mubaki salama, mlale salama au mshinde salama popote ambapo mupo. Kwa wote ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili na kuisikia katika sehemu mbalimbali za matatizo, sana sana ya vita, na penye wamama na watoto wanaendelea kunyanyasika, huku wakibakwa, kupigwa na kufanyia vitendo visivyo, sana sana katika nchi ya DRC, maeneo ambao waasi wapo na vita ipo. Asante sana, kwa herini. Mungu awabariki sana nyinyi wote. Shukrani.